Breeze Online TV, the world comes to you. Na kwanza na kuwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuendelea kuwa na mwitikio hasa kwenye mambo ambayo serikali inayatolea maelekezo. Mojawapo hivi karibuni la uandikishwaji katika daftari la kumchagua mwenyekiti wa mtaa na wajumbe watano. Nawashukuru kwa sababu ya kupata nafasi ya kuelewa na heshima ambayo imepatikana katika mkoa wetu kwa wa kwanza katika uandikishaji. Ni heshima ya wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam na kila mmoja aliyeshiriki kuhamasisha na yeye mwenyewe kuhamasika kwenda kujiandikisha. Ni rai yangu ya kwamba idadi hii ya kujiandikisha kufika 108% na watu 2,909,515 ni rai yangu na imani yangu tutajitokeza siku ya tarehe 24 katika kuwachagua wenyeviti wetu wa mitaa na wajumbe wa serikali za mitaa. Naomba kila mmoja wetu aweke kumbukumbu ya tarehe ya uchaguzi, na kutakuwa na wiki moja ya kampeni kwa viongozi wetu katika mitaa yetu. Tuitumie fursa hiyo kuangalia viongozi makini, wazalendo, waadilifu na wanaotafuta kuwatumikia wananchi, sio kutafuta nafasi ziwatumikie wao, ili waje unganishe nguvu katika kazi tulionayo ya kujenga Dar es Salaam yetu. Maombi yangu, wananchi mtakuwa wasikivu katika mikutano yote hii ya kampeni, na amani na utulivu vitaendelea, lakini zaidi tuwapate viongozi wazuri watakuwa sehemu ya jawabu katika changamoto zilizoko katika ngazi zetu za mitaa, ikiwa mojawapo ya uchafu au taka ambao imekuwa tatizo kubwa sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kuna imani ya kwamba hili tutaifanyia kazi vizuri, na ninawashukuru sana kwa kujitokeza, lakini rai yangu ni kwamba kujitokeza kujiandikisha ndio mwanzo wa safari ya kumpata kiongozi mzuri, na kila aliyejiandikisha hakikisha ya kwamba anajitokeza kupiga kura, kwani ni haki yake ya msingi ya kumchagua kiongozi ambaye atakuwa jawabu la changamoto zilizoko kwenye kata yetu na mtaa yetu. Kwa hilo la kwanza. Jambo la pili, tunao wakandarasi ambao wapo kwenye miradi ndani ya mkoa wetu, lakini wamekuwa ni wakandarasi wanaosuasua. Ninawapa siku 5 kuanzia leo. Baada ya siku 5 nitawakamata wakandarasi wote bila kujali hicho kigezo mnachokisingizia cha mikataba. Huwezi kuwa mkandarasi umeshasaini mkataba zaidi ya miezi 3 na wewe ulionyesha kwenye nyaraka zako uwezo wako wa kifedha, ndio maana ukaaminiwa ya kwamba una uwezo wa kupewa kazi, alafu sasa unapiga danadana, ujenzi haufanyiki na unaleta adha kubwa katika baadhi ya maeneo na kutukwamisha kwenda kwa kasi tunayoitaka kwa sababu ya uongo ulioonyesha kwenye maombi yako kupitia nyaraka ulizozijaza na kuonyesha wewe ni class 1, una pesa za kutosha, una vifaa vya kutosha, na baadhi ya wakandarasi nimebaini hata vifaa hawana, hata hizo pesa walizozionyesha wanazo kwenye makaratasi hawana, na miradi inasuasua. Na hata wakipewa pesa kidogo za mobilization, badala ya kwenda kupeleka kumobilize kwa ajili ya kazi husika, wanaenda kufidia kwenye miradi mingine. Nitumie fursa hii kuwaonya bodi zote za procurement kwenye mkoa zinazotoa tenda kwa wakandarasi wasiokuwa na uwezo, nao tutawafukuza kazi kwenye nafasi mlizonazo. Tunao wakandarasi kwenye Mto Ng'ombe, tunao mkandarasi kwenye ujenzi wa barabara ya Kivule, tunao mkandarasi kwenye mito ya Buguruni visiwani, Tabata kule, tunao wakandarasi kwenye masoko ambao mpaka sasa hivi wameshakula zaidi ya miezi 3, 4, 5 na kazi haifanyiki. Nitawafukuzeni
na nitawakamata na mikataba yenu itasizi mara moja. Tunataka mkandarasi anayeonyesha taarifa zake kwenye nyaraka ndizo zinazo reflect uhalisia wa uwezo wake, sio kuchukua taarifa za kibenki za watu wengine na kuzijaza kwenye upande wako alafu ionekane wewe una uwezo wa kusimamia ujenzi wakati uwezo huo huna. Kwa mkandarasi yoyote yule ambaye ulionyesha nyaraka zako una uwezo huo na haujafanya kazi, una siku 5, kama hauko site tutashughulika na wewe. Pamoja na huyo anayejenga hii barabara ya Kawe, ameweka mapipa muda mrefu, anachelewesha watu. Sasa hatutaki hii michezo ya kuendelea kuchelewesha mkandarasi. Na nyewe mnafahamu uwezo wangu, na bahati mbaya sina kigugumizi kwenye hatua. Ninaomba mtekeleze majukumu yenu, na nishawaambia mkandarasi yoyote yule mwenye changamoto ya malipo, ofisi ya mkuu wa mkoa iko wazi, ofisi ya rasi iko wazi, tumsaidie ili aweze kukamilisha upande wetu na sisi tukakamilisha upande wake. Lakini wakandarasi tumekuja kubaini wanafanya mchezo kwa sababu aidha walipata hata kazi kwa njia ya kuhonga, na waliohongwa wameshindwa kuwasimamia waliowahonga kwa kuoneana aibu. Sasa tutachukuliana hatua. Mna siku 5. Nataka mkandarasi ufanye kazi. Haijalishi uliweka mkataba na Wizara ya TAMISEMI, haijalishi uliweka na nani. Maadamu unafanya kazi kwenye mkoa wa Dar es Salaam na kazi hiyo ni ya mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, nitakushughulikia kikamilifu. Hili lawama kuliko fedha. Jambo la 3, nimeona ni vyema tufunge mwaka kwa kuwajali wenye uhitaji. Na ni utu na ni heshima kwa sehemu ya upendo wa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa watoto walioko Muhimbili, idadi isiyopungua 500 wenye tatizo la moyo. Ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, hili ni tatizo kubwa, na tatizo hili hawakuomba hawa watoto kuzaliwa wakiwa na matatizo ya moyo, na wala wazazi wao hawakuomba. Linaweza kumpata mtu yoyote. Nakuja kwenu kwa unyenyekevu mkubwa nikitambulisha kamati itakayosimamia mchakato wa kupata watoto hawa pesa ya matibabu. Kamati hiyo itaongozwa na Dr. Kimei akiwa ndio mwenyekiti na Frenki akiwa ndio katibu. Kamati hii ni ya watu wachache. Lengo letu ni kutafuta pesa isiyopungua bilioni 1 ili iweze kuwagaramikia watoto 500, na sio tu hivyo, tuweze kuwakatia bima ya afya ya mwaka mmoja ili anapofanyiwa upasuaji wa moyo na kuwekewa kifaa ndani ya moyo wake ili aanze kurudi kwenye maisha, basi iwepo pesa pia ya kuendelea kumwangalia kwenye upande wa kliniki mpaka atakapoweza kutengamana. Kwa ndugu zangu, ninaomba mwapokee wenye makampuni, wenye mashirika, wenye taasisi, wenye vituo vya mafuta, kila mmoja wetu na wananchi. Kamati itakuja na utaratibu mzuri, na utaratibu huo tutautumia kwa kila mwananchi kushiriki. Na lengo moja tu, hebu tuchume baraka hizi ambazo Mungu ametupatia uhai. Leo ukiwa mzima unatembea, huwezi kujua kesho nani atakayekusaidia. Na unapomsaidia mtoto huyu, unatoa sadaka yako kwa Mungu bila kutegemea kupokea chochote kutoka kwake. Na huo ndio utu tuliofundishwa na viongozi wetu wa dini, waasisi wa taifa letu, na sisi sote ni ndugu bila kujali kabila, dini wala chama wala kipato wala elimu ya mtu yoyote. Kwa ni maombi yangu kipindi hiki tunapoelekea kwenye Christmas, tunapoelekea kwenye mwaka mpya, wakati tunajiandaa kutuma zawadi ya kumpongeza mtu, ya kumtakia heri mtu, basi naomba unisaidie kuwatakia heri watoto wangu walioko pale Muhimbili kwa kuchangia gharama ya matibabu ili nao wawe na furaha. Tunapoingia mwaka 2020, kwa mipango ulionayo na ndoto ulizonazo, basi ukaambukize upendo huo na ndoto hiyo kwa hawa watoto yatima, maskini, wenye uhitaji,
wameokoa maisha yao kupitia pesa yako ulionayo. La mwisho ambalo umeniuliza swali, upande wa imani, serikali haina dini. Natengua kauli ya DC wa Ilala, watu waendelee kwa imani zao bila kuathiri sheria ya nchi. Viongozi tunapaswa kuwa makini tunapoingia kwenye mambo ya dini. Mambo ya dini ni mambo ya imani. Mimi mwenyewe hapa ni mlokole. Unipangie muda wa kusali. Kwenye vitabu vitakatifu ukisoma, kuna mtu mmoja anaitwa Daniel. Walitengenezewa sheria ili asiwe anamwabudu Mungu wake. Na wakaenda mbali zaidi, wakamwambia mfalme jinsi ya kumdhibiti Daniel. Daniel alifungua madirisha, akapaza sauti kwa Mungu wake, na hatimaye mfalme alimtambua Mungu wa Daniel. Tuwe na kiasi tunapoongelea imani za watu. Kuhamasisha watu kufanya kazi ni jambo jema, lakini lisiloingilia misingi ya imani nyingine. Kwa wana Ilala, endeleeni kumwabudu Mungu wenu aliye hai. Maadamu mmeweka utaratibu wenu wa maisha yenu. Wako watu wanakula kupitia madhabahu. Asubuhi wanaamka, wanaombea wengine wagonjwa, wengine wanatusaidia kukemea mapepo, wengine wanatusaidia kuhakikisha ulinzi na usalama unaendelea kuwepo. Hatuwezi kubeza kazi ya viongozi wa dini na kupanga siku. Ibada haina siku. Ibada inahitaji moyo na utayari wa mwanadamu. Kwa popote pale ambapo viongozi hawa, inawezekana kwa namna moja au nyingine kuna mambo yanaenda kinyume na taratibu, basi DC yoyote katika mkoa wa Dar es Salaam waite hao viongozi, kaa nao, pangeni nao utaratibu mzuri ili wasije kuvunja sheria zingine. Lakini huwezi kupanga siku ya kumwabudu Mungu. Mungu anaabudiwa siku zote. Na kwenye mkoa huu, kwa sababu mimi ndio mkuu wa mkoa, ibada nazitaka sana kuliko sehemu yote ile. Sababu huko ndiko kuliko na uzima wa milele. Kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.